Kukamilika kwa mradi wa ujenzi wa meli 4 kubwa za mizigo katika bandari ya Karema kunatajwa kwa fursa kubwa kwa wananchi wa mikoa inayozunguka Ziwa Tanganyika, ikiwemo Rukwa, Katavi na Kigoma, huku ikitarajiwa kuongeza kipato cha kaya na taifa kwa ujumla. Ujenzi wa meli hizo ulianza Aprili ya mwaka 2025 na unatarajiwa kukamilika Julai ya mwaka 2026. Hadi sasa mradi huo umefikia zaidi ya 95%, huku meli zote tayari zikiwa majini zikikamilisha hatua za mwisho za uhakiki kabla ya kuanza kutoa huduma. Akizungumza wakati wa tukio la kuingizwa majini kwa mara ya kwanza kwa meli ya 4, msimamizi msaidizi wa bandari ya Karema, Anthony Poyo, amesema kukamilika kwa meli hizo kutaimarisha biashara kati ya Tanzania na nchi jirani zikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na Zambia. Jina naitwa Anthony Poyo, ni msimamizi msaidizi wa bandari ya Karema. Siku ya leo tumelonji meli moja ya tani 2000 ya mizigo ya kampuni ya Zinjin. Meli hizi zitafanya kazi ya kuhudumia mizigo katika ukanda huu wa Ziwa Tanganyika katika nchi za maziwa makuu kwa maana ya Zambia, Kongo, Burundi na Tanzania. Meli hizi zimetokana na fursa ya serikali kufungua fursa za uwekezaji ambazo zimepelekea wawekezaji waliowekeza hizi meli kuiona na kuitumia, kwa maana nchi ya Tanzania ina amani na inatoa fursa hizo kwa wawekezaji, kwa sababu wanaamini kwamba wakiwekeza yao hawezi kupotea. Kwa kuna kila namna ya kuisifu na kuipongeza serikali ya awamu ya 6 ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutupa fursa hii. Sisi kama TPA inatongezea uwezo wa kufanya kazi, kwa maana kupata mizigo mingi tofauti na tulivyoanza hapo awali. Hapa hii leo tuko katika bandari ya Karema kwa jambo kuu ambalo ni kushusha meli ya 4 katika mradi huu na vile vile kufanya testing ya meli ya 3, ambazo meli hizi ziko 4 na mradi huu ulianza mnamo mwezi wa 4 mwaka jana 2025. Ukiangalia kwa namna ambavyo mambo yanaenda, mradi huu umekuja kufungua njia katika Ziwa Tanganyika. Imekuwa ni fursa kwetu sisi wa Tanzania, maana umeleta fursa kwa vijana, ila vile vile mradi huu unakuja kufungua mlango ambao mlango huo tuko nao hapa Ziwa Tanganyika. Mlango huo ni wa kiuchumi kwa namna moja au nyingine, vitu ambavyo tunaweza tukanufaika hapa kama nchi au kama taifa, ni kwamba mradi huu unaenda moja kwa moja kuleta fursa nyingi za kiuchumi. Ila ukiangalia kwa upande wa vijana, mradi huu unakuja kuwapa fursa vijana, na umewapa fursa vijana kwa sababu mpaka sasa tushatengeneza meli 4. Vijana wamepata ujuzi tofauti, vijana wamepata muda wa kujifunza na kupata ajira pia katika mradi huu. Ni jambo la kuishukuru serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan. Mradi ulianza mwezi April mwaka jana, ila leo hii tuko mwezi Machi mwaka 2026, ila tunakaribia kumaliza mradi wetu na tuko kamilifu kwa zaidi ya 95%. Siri ya mafanikio ya kufanya mradi huu ndani ya muda mchache ni utendaji kazi kwanza, ila vile vile ni mazingira tuliyokuta katika eneo husika. Sehemu hii ni tulivu, sehemu hii ni nzuri kwa kufanya kazi, ila vile vile ushirikiano tuliopata kati ya kampuni yetu na serikali. Kwa majina naitwa Aaron Matias Ruvumwa, mimi ni mkazi wa Karema. Tumepata fursa ya bandari na zimefunguliwa meli 4. Hizi meli 4 kwa sisi watu wa Karema tunanufaika kwa sababu sisi ni wakulima. Mazao yetu watakuja watu kuja kununua. Mbali na hapo, sisi wenyewe tutapata kazi kwenye meli hizo na kufanya kazi. Kwa hiyo moja hapo ni fursa ambayo tunaweza kuipata Karema. Tunafurahi kupata fursa hiyo. Kwa hiyo hata usafiri mizigo ilikuwa ni kazi sana kusafirisha. Tulikuwa tunatumia maboti, ambapo maboti mkati mwingine anaenda mizigo inazama, mali zinaharibika za watu. Kwa hiyo kupata meli ni fursa moja wapo. Kwa hiyo tunashukuru kwa kupata meli.